Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima nikiri kwamba leo ni moja kati ya siku za kipekee sana kwangu. Hii ni kwa sababu zaidi ya muongo mmoja uliopita, nikiwa nafanya kazi ya kujitolea katika kigoda cha Mwalimu Nyerere juu ya umajumui wa Afrika, yuko bwana mmoja aliniita katika moja ya migahawa ya jiji la Dar es Salaam. Bwana huyo alinipa mawazo yake kwamba kwa kadiri anavyonifahamu, anadhani ninaweza kutoa mchango fulani kwenye jamii iwapo nitajiunga na siasa ya vyama vya siasa. Nikiri kwamba nilimkatalia kwa sababu zangu binafsi, lakini baadaye kutokana na bidii yake juu ya jambo hili na kutokana na tafakuri yangu ya binafsi niliamua kumkubalia. Na bwana huyo ndiye ambaye leo wizara yake imeandaa mipango tutaijadili hapa sambamba na ile ya Wizara ya Fedha. Bwana huyo ni Profesa Kitila Alexander Mkumbo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasimama hapa kwa kujiamini sana kwamba licha ya utofauti wetu wa kiitikadi, Profesa Kitila Mkumbo hatarajii hata kidogo kwamba mimi nitasimama mbele ya kamati hii nikajikita kumsifia peke yake. Lakini ninafahamu kwamba profesa atafadhaika iwapo mimi nitajikita katika kuonyesha changamoto bila kuonyesha majawabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo ndiyo siasa ninayoifahamu. Hiyo ndiyo siasa ninayoitamani. Hiyo ndiyo siasa ninayoiota. Siasa ya kupingana kwa hoja bila kugombana. Siasa ya kupishana bila kuumizana. Siasa ambayo ninaamini siku moja, siku isiyo ya mbali, siasa ya namna hiyo itakita mizizi tena katika duru la kisiasa la nchi yetu, ili kwa pamoja tuweze kutoa mchango wetu wa kuijenga nchi yetu kwa upendo na mshikamano. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchango wangu wa kwanza juu ya mipango yetu, kwa sababu mawazo mengi yametolewa hapa na sitaki kurudia. La kwanza, mpango wote ni lazima pia utazame vihatarishi vya utekelezaji wa mpango ule. Mimi ninaona Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango haujatazama kwa kina vihatarishi vya kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifuatilia siasa ya dunia hivi sasa, mwenendo wa mambo katika siasa za kimataifa unakuonyesha kwamba kuna mabadiliko ya kasi sana miongoni mwa mataifa, hasa juu ya sera zao za mahusiano ya kimaendeleo na kudorora kwa nafasi na ushawishi wa majukwaa ya kimataifa. Hilo linatutaka kwamba tuchukue tahadhari, hasa katika kuhakikisha tunaweka vizuri masuala yetu ya ndani. Kama hatuweki vizuri masuala yetu ya ndani, yatatufanya tuzalishe kwa vizuri, kwa utulivu, tukawa focused, tunaweza kujikuta tunapata changamoto katika financing ya mipango yetu, na tukajikuta tunajikita katika kuwaumiza Watanzania kwa kuwabebesha mzigo mkubwa wa kodi, ama kuingia katika mikopo ya kibiashara yenye masharti magumu. Kwa hiyo narudia rai yangu, tutengeneze nyumba yetu vizuri, tujenge mshikamano wa kitaifa, tuweke mazingira mazuri ya kisheria, ya kikatiba
kikatiba na muafaka wa kitaifa utotufanya mipango yetu ya kiuzalishaji, mipango yetu ya kimakusanyo inabaki kama ambavyo tumeipanga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, mipango yetu inasema kwamba sekta binafsi itakuwa ndio injini ya utekelezaji wa mipango ile, na kwenye financing ya mipango yetu, mipango inasema kwamba 70% itakuwa kwa sekta binafsi na 30% kwa sekta ya umma. Mimi ninaunga mkono rai iliyotolewa na wabunge wengi kwamba ni lazima tuendeleze kuweka mazingira wezeshi yataifanya sekta binafsi iweze kushamili na itoe mchango wake katika uchumi wetu. Lakini Mheshimiwa Spika, bado mimi nadhani hatujaipambanua sekta binafsi tunayoitaka. Ni lazima tujiulize maswali magumu. Sekta binafsi tunayoitaka sisi ni sekta gani? Ni sekta ya wachuuzi wa kigeni wanaopambana na wajasiriamali Kariakoo? Ni sekta binafsi isiyozingatia utu, isiyozingatia mazingira na isiyozingatia maslahi mapana ya Tanzania? Rai yangu ni lazima tuiongoze sekta binafsi. Sekta binafsi isiyopangiliwa, sekta binafsi isiyoongozwa haiwezi kuwa injini ya uchumi, itakuwa ni bomu linaloangamiza uchumi. Ndugu mwenyekiti, suala la tatu, nimeisoma mipango hii, nimeangalia maeneo ya kielelezo, programu za kielelezo, ziko programu 14 na nikajaribu kuchambua. Nimeona katika kila programu tuna miradi ya kimkakati kwa maana ya flagship projects, tuna hatua kadhaa za kuchukuliwa na tuna mipango mbalimbali. Hii maana yake tuna makumi ya masuala ya kuyafanyia kazi. Nimeangalia katika mpango wa muda wa kati, nimeona tuna miradi ya kielelezo 7. Wasiwasi wangu, Tanzania haijawahi kuwa na uhaba wa mipango tangu tupate uhuru, kwa maana ya Tanganyika na mapinduzi ya Zanzibar. Changamoto yetu kubwa ni utekelezaji wa mipango tunayojiwekea. Nina wasiwasi tukipata shocks zozote katika mipango, baadhi ya mipango hii itapewa kipaumbele na baadhi ya mipango itawekwa kapuni. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mpango fulani ambao tutauita kuwa ni mpango wa kufa na kupona, kwamba hata tukipata shida yoyote kama taifa, ili eneo ndio kipaumbele chetu namba 1. Na mimi, maoni yangu, mimi si mchumi, lakini maoni yangu, ninaomba mradi wa Mchuchuma na Liganga ndio uwe ni mradi wa kufa na kupona, kwa sababu Mchuchuma na Liganga ndio drive ya mapinduzi ya viwanda ya Tanzania. Kama tunataka kuhama kutoka katika maendeleo bandia ya viwanda, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema sisi tuna maendeleo ya viwanda vya kuunganisha magari. Kwa maoni yangu mimi, yale siyo maendeleo halisi ya viwanda. Tena tusipokuwa makini, unaweza kukuta ule ni uchochoro wa watu kuikosesha mapato serikali. Yaani unakuta mtu vipuri vyote 100% anaagiza kutoka nje, alafu anapata misamaha ya kodi, alafu akishaunganisha bila kujali ajira gani anazalisha. Sisi tunasema hayo ni mapinduzi ya viwanda. Mapinduzi ya kweli ya viwanda yataletwa na uzalishaji wa chuma. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametupa chuma, ametupa na makaa ya mawe hapo hapo Mchuchuma na Liganga. Na swala lisilosemwa sana, pale Mchuchuma na Liganga kuna madini ya kimkakati ya titanium na vanadium ambayo yana thamani kubwa zaidi kuliko hata hicho chuma. Kwa hiyo mradi wa Mchuchuma na Liganga na mradi wake shikizi
wa reli ya kusini, kwa maana ya reli ya Mtwara mpaka bandari ya Mbamba Bay ambao utakuwa na tawi lake la Mchuchuma na Liganga. Huo ndio mradi wa kufa na kupona. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika neno langu la kuhitimisha, nimejipa homework ya kwamba kila nikisimama nitakuwa ninakumbusha juu ya katiba mpya, na leo nakumbusha tena kwamba katiba mpya ndiyo funguo ya muafaka wa kitaifa. Mchakato wake uanze mara moja, uwe wazi ili wadau wote waweze kushiriki. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.